Kenya inapoadhimisha miaka 23 tangu ianze kujitawala, sherehe za madaraka za mwaka 2026 zilionekana tofauti kidogo na miaka ya hapo nyuma, huku baadhi ya kaunti zikikosa kuadhimisha siku hii kabisa. Katika kaunti ya Mombasa, sherehe za madaraka hazikuadhimishwa kama ilivyotarajiwa, kwani mbali na mvua iliyotatiza, wakazi pia walitumia nafasi hii kulalamikia mizozo ya ardhi, wakitaka suluhu ya kudumu itolewe mara moja. Katika kuadhimisha siku ya madaraka, jamii za wafugaji kaunti ya Pokot Magharibi zimehimizwa kujisajili katika idara husika ya vitambulisho ili waweze kupata huduma za serikali, kwani wengi wao bado hawana vitambulisho. Ile kazi umepewa lazima utimize kwa hiyo miaka 5 ndio uweze kudocument vile nimesema, hii nimefanya hii kwa wizara ya maji, nimefanya hapa na hapa, na nitakuja kusoma wakati ile siku ambayo itafika nitasoma. Katika kaunti ya Kakamega, sherehe za madaraka ziliandaliwa katika uwanja wa Bomani, Mumias Magharibi, zikiongozwa na gavana Baraza ambaye hakusita kuwarai wakazi kuunga mkono serikali. Tujiandikishe, tuchukue vitambulisho na vijana wetu wajisajili kama wapiga kura. Mkoa wa Magharibi, we can produce a presidential candidate mwaka wa 2032. Sherehe za madaraka zinapoadhimishwa leo, wakazi wa eneo la Kiima kaunti ya Machakos bado hawana soko, na kwa sasa wameomba viongozi kuwajengea soko ili waendeleze shughuli zao za biashara. Wakazi wa Kiambu pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali ya kaunti walijumuika uwanjani Kirigiti kuadhimisha miaka 63 ya madaraka. Katika kaunti ya Kisii, sherehe za madaraka ziliadhimishwa katika uwanja wa Kenyenya, ambapo gavana Simba Arati aliwahimiza wazazi na walimu kushirikiana katika malezi ya watoto ili kuepusha majanga ya moto shuleni yanayoshuhudiwa. Kaunti ya Wajir ndio iliyokuwa mwenyeji rasmi wa sherehe za madaraka mwaka huu wa 2026, ikileta pamoja viongozi wa nyadhifa mbalimbali serikalini na kuweka historia kuwa kaunti ya kwanza eneo la kaskazini mashariki ya Kenya kuandaa sherehe za kitaifa. Athman Said Mwamlisho, Runinga ya TV47, Nairobi.